Je, ni kweli inafaa mtu kutumia dawa ya uvuto ikiwa amezungukwa na vifungo katika mwili wake? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Maalim Kombo, mwalimu na mtabibu wa tiba za asili. Mada iliyoko mezani katika siku ya leo, tutaangazia na kuzungumzia kwa upana fulani juu ya mtu anayetumia dawa ya uvuto kabla ya yeye kuweza kujiondoa matatizo ya vifungo au kuweza kuondoa vifungo mwilini, akakimbilia tu kutumia dawa ya uvuto. Ni kweli mtu huyu atapata majibu sahihi kwa kutumia dawa yake hiyo ya uvuto ikiwa amezungukwa na vifungo mwilini? Kiuhalisia, jinsi ambavyo ilivyo katika tiba zetu hizi za asili, kila kitu kinakuwa kina utaratibu wake na kila kitu kina mfumo wake, na mfumo wa tiba jinsi ambavyo ulivyo huwa vinapokezana kitu kimoja kwenda kitu kingine. Maana tiba yake huwezi kuifanya mbele kuja nyuma, hapana, inatakiwa utoke nyuma kwenda mbele. Yaani maana yake utaanza hichi kitu cha kwanza ndio kinatakiwa kianze, baada ya hapo kitafata kitu kingine ambacho ni hiki. Kwa hiyo dawa ya uvuto ni dawa ambayo ipo katika hatua za mbali sana dhidi ya kumtibia mtu. Mfano, mtu anaweza akahitaji dawa ya uvuto akakupigia simu au akaja ofisini, bwana, mimi nahitaji dawa ya uvuto. Unahitaji dawa ya uvuto, haya, hii hapa, chukua, nenda katumia. Lakini anatoka hapo anaenda kutumia ile dawa hata kama ni mwezi mzima, hafanikishi jambo lake. Mwisho wa siku labda aidha anaweza kumrudia mtaalamu akamwambia, mbona mimi sijafanikisha jambo langu, sijafanikisha kusudi langu nilokusudia kwa kutumia ile dawa ulionipa. Umeelewa? Kumbe kosa lilofanyika hapo, kuna kitu ambacho kimerukwa, kuna kitu ambacho kimevukwa bila kukifanyia kazi, kikaja kafanywa kazi kile kitu cha mbele. Swala la kifungo ni swala ambalo ndilo kipingamizi kikubwa sana katika maisha yetu. Swala la kifungo hili ndilo swala ambalo linalotuharibia mfumo mzima wa maisha yetu. Na vifungo viko vya namna mbalimbali sana sana, lakini mimi hapa nazungumza kiujumla tu kwamba vifungo ni vizuizi vinavyotuharibia sisi maisha yetu. Kwa huenda ukawa na kifungo cha nuksi na mikosi, huenda ukawa na kifungo cha kichawi, huenda ukawa na kifungo cha majini, mashaitani. Umeelewa? Na hivyo vifungo vinategemea umefungwa nini. Umefungwa kazi, umefungwa ndoa, umefungwa bahati, umefungwa mali, umefungwa maradhi, umefungwa nini? Kwa hiyo kwanza kabisa, kabla ya wewe kuweza kutumia dawa yoyote ile ya uvuto, basi hakikisha kwanza unaanza kufungua vifungo vyako mwilini. Yaani bimaana unaondoa vile vipingamizi na vizuizi vilivyopo katika mili. Baada ya hapo ndipo ufatishe kuweza kutumia dawa yoyote ya uvuto. Vinginevyo utalalamika sana, vinginevyo utateseka sana, na huenda ukakata tamaa kabisa na ukaona dawa za asili hazifanyi kazi. Kumbe hizi dawa za asili zina utaratibu wake, na hizi dawa za asili zina njia zake. Ndio maana mfumo wangu hata mimi ninavyokuwa ninafanya tiba ni tofauti na mifumo mingine ambayo unaiona wanaitumia waganga wa kisasa. Kwa sababu mtu akija kwangu mimi kwamba yeye ana shida au ana tatizo la kusema anahitaji dawa ya uvuto, huwa sikimbilii haraka haraka tu kuweza kumpa tu dawa ya uvuto, isipokuwa lazima nifanye tafiti na chunguzi kufahamu au kubaini labda kuna kitu kinachoharibu huu uvuto ambao yeye anaulilia. Kwa sababu kama ni mtu ambaye uvuto wake upo, basi utakuwa yepo na atafanya mambo yake yatakwenda. Lakini uvuto ukiwa umekosekanika katika mwili wa mtu na akataanza kutafuta tiba za kuweza kufanya huo uvuto urudi au uwepo katika mwili, basi ufahamu hapo nyuma kuna kitu kinachozuia. Sasa hicho kitu kinachozuia ndiyo kifungo ambacho kinafunga hiyo bahati, kinachofunga hiyo uvuto, kinachofunga hiyo nuru, ambapo wewe ndio unatakiwa sasa kwanza ukabiliane nacho hichi kitu. Kwanza unatakiwa upambane nacho hichi kitu. Ndio unatakiwa kwanza uanze kukitibia hichi kitu. Baada hapo ufatishe kutumia dawa ya uvuto. Hivyo sio vyema na haifai na haikubaliki kutumia dawa ya uvuto ikiwa katika mwili wako kuna tatizo la kifungo au katika mwili wako kuna tatizo ambalo linaloshabihiana na masuala ya kichawi au majini. Haifai.
Ondoa kwanza vipingamizi, ondoa kwanza matakataka yote, ondoa kwanza vurugu zote zilizopo katika mwili ambao ni mchafu, alafu kisha ndipo utumie dawa ya uvuto. Dawa ya uvuto inafanya kazi pale ambapo palipokuwa pasafi, lakini pakiwa pachafu, dawa ya uvuto ikifika pale inageuka kuwa vumbi, haifanyi kazi ya namna yoyote ile. Huu ni ushauri wangu kwenu nyie. Jitahidi sana na ufanye tafiti. Dawa hizi tusipende kukurupukia tu bila kufahamu kwa kina. Ndio maana sisi tunatenga muda, tunatoa madarasa kama haya ili akili za watu, ili mawazo ya watu yatanuke na yaweze kufahamu kwa upana sana juu ya masuala haya ya tiba zetu hizi za asili. Tiba za asili zinahitaji utulivu wa hali ya juu. Tiba za asili zinahitaji hekima za hali ya juu, inahitaji uelewa na upana wa hali ya juu kama zilizo elimu za mambo mengine. Una maswali, una maoni, basi unaweza kacha maoni yako au maswali yako katika sehemu ya komenti hapo chini. Unahitajia visomo vya dua, unahitajia tiba za dawa za asili, unahitajia tiba za namna mbalimbali, basi usisite kunipigia simu. Namba zangu za simu zipo katika sehemu ya screen hapo na katika description, na pia namba zangu za simu zinapatikana. Siko hapo. Aliyekuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako Maalim Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.